Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Asante kwa kunipa nafasi, na naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima na afya ya kuweza kusimama katika bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimemsikiliza ndugu yangu Mheshimiwa Waziri akituletea hotuba ya bajeti yake. Naomba nianze kwa kusema kwamba tunaambiwa kwamba mwasisi wa muungano wetu baba taifa Mheshimiwa marehemu Nyerere, baba yetu, alikuwa tayari kuakhirisha uhuru wa Tanganyika mpaka majirani zake wapate uhuru pamoja ili kuunda Jumuiya ya Afrika ya Mashariki yenye nguvu, Federation of East African Countries. Tunaambiwa hilo lilikuwa jambo zuri sana, lakini kwa sababu halikuwa, sisi wa Zanzibar, mzee wetu mzee Karume akaamua tuanze, na pengine wenzetu wangeweza kuiga. Bahati mbaya miaka 62 sasa hakuna hata nchi moja miongoni mwa jirani zetu aliyeraghibika kujiunga nasi. Nashauri tujitahidi kama wasisi wa muungano tuwashawishi ili waweze kujiunga nasi, kwa sababu umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Wenzetu wa Jumuiya ya Ulaya mwaka 58 walianza na nchi 6, baadaye wakaanzisha European Union. Sasa wana nchi 27. Sisi muungano wetu wa nchi 2 kwa miaka 62, wao miaka 68, tayari ziko nchi 27. Sasa huko ndio kufanikiwa kwa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, unaanza na kidogo, lakini baadaye wengine wanaiga. Sasa nashauri kwamba jitihada zifanywe na wenzetu watuige, watujoin katika muungano huu. Wenzetu wa Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Malawi, Zambia, Msumbiji, Ushelisheli, Komoro, tungekuwa na muungano mmoja mkubwa na wenye nguvu sana. Kwa hivyo hatujachelewa, jitihada ifanyike za kibalozi ili kuona kwamba tuwe na muungano wa nchi hizi. Lakini hatuwezi kufika hapo kwanza mpaka muungano ambao tunao mafanikio yake yawe yanavutia wengine. Wale wa Jumuiya ya Ulaya, nchi zile 27 zilijiunga kwa sababu waliona mafanikio makubwa ya zile nchi 6 zilizoanzisha. Kwa hivyo na sisi tujitahidi kuleta mafanikio makubwa ya kiuchumi ndani ya nchi hizi mbili ili tuweze kufika hapo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nianza ripoti hiyo, niendelee na paragrafu ya Mheshimiwa Waziri. Alizungumza suala la kero za muungano. Paragrafu 28 naona zilikuwa 22, bado ilikuwa 25, 22 tayari, bado 3. Lakini kwa maoni yangu hizo 3 ndio wazee wa kero, na hatuwezi kuwa na muungano huu tukiwa na kero za miaka mingi sana. Zitazaa mgogoro, na mgogoro hatari katika umoja. Kuna hii ambayo amesema waziri, suala la mapato, mgawanyo waliokuwa hisa za bodi ya sarafu ya Afrika Mashariki. Hii kuanzia 65, Mwenyekiti, mpaka leo ni zaidi ya miaka 60. Sisi Zanzibar, nchi tuna uchumi mdogo, tungetegemea mapato haya yangetusaidia sana kuendesha bajeti ya serikali, lakini miaka 60 hisa mapato kwa kweli inasikitisha, na nadhani hili linahitaji tuambiwe serikali ina mpango gani. Maana hii lugha ambayo aliyotumia waziri mimi si ya mwanzo kuisikia, kwamba
bado tunaendelea na tumo mbioni, tutakamilisha. Hii si ya mwanzo kumsikia Waziri Masauni. Kuna mawaziri wengine wa muungano lugha hii nimeweza kuisikia. Sasa na hili sisi wa Zanzibar linatuumiza kiuchumi. Jambo jingine ni lile ambalo nimshukuru sana baba wa taifa Mwalimu Nyerere, alituongoza kwa muda wa miaka 21. Mwaka wa 20 kabla ya kung'atuka katika katiba alifanya usia, kwa maana ya kwamba alianzisha kifungu cha katiba cha kugawana mapato ya muungano, mfuko pamoja, akaunti ya pamoja ya muungano, mwaka 1984. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa ni mwaka 42. Serikali zilizofuata zimeshindwa kutekeleza hili. Sasa baba wa taifa tunahitaji kumwenzi kwa vitendo. Alikuwa na nia njema mzee, kwa sababu wanajua mambo ya fedha, mambo ya mapato katika umoja yana mitihani yake. Ndio maana akaanzisha kikatiba ndani ya katiba ya muungano kifungu hichi, ili wanapoacha madaraka wanaofuata waweze kutekeleza. Twende na muungano wetu. Kuna taarifa Mheshimiwa Said Ali. Taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge anazungumzia mambo yanayohusu makato na fedha. Anasema miaka 41 serikali imeshindwa kupeleka fedha. Lakini ni vizuri angetueleza miaka ya awamu ya ngapi, mwaka fulani hazikwenda, mwaka fulani hazikwenda, mwaka fulani hazikwenda. Anapozungumza kwa ujumla hivyo anaweza kuwa anapotosha mapato halisi yanayokwenda kule, kwa sababu hana uhakika na hayo mapato. Mheshimiwa Said Ali, unaipokea taarifa? Mheshimiwa Mwenyekiti, sipokei. Ninachosema, mzee wetu alianzisha kikatiba kifungu cha kuanzisha akaunti ya pamoja ya mapato tokea mwaka 84. Leo ni mwaka 2026, miaka 42. Kifungu hichi hakijatekelezwa. Ndicho ninachozungumza, na hili ni jambo ambalo sisi Zanzibar tuna imani, tuna dhana, tuna maoni kwamba tunakosa mapato mengi ya kuendesha nchi. Kwa hivyo nashukuru Mheshimiwa Waziri amesema swala hili linatekelezwa. Lini? Tusubiri tena miaka mingapi mengine? Bado serikali inaendelea kuzungumza. Nina hakika mwakani Mheshimiwa Waziri atakuja na maelezo kama haya. Kwa hivyo mimi naomba maelezo ya Mheshimiwa Waziri kwa mwaka huu wa fedha, masuala haya yanayohusu mapato ya Zanzibar amekusudia kuyatekeleza lini na kwa kiasi gani cha fedha. Atuambie shilingi ngapi za kifedha amezitenga katika bajeti hii, hili swala limalize Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu linatuathiri sana kwa maslahi ya upande wa pili wa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Said Ali. Kwa hiyo hujaunga mkono hoja? Sijaunga mkono mpaka nisikie majibu ya Mheshimiwa Waziri. Ungeunga mkono alafu ungepata majibu mazuri. Tunaendelea. Mheshimiwa Pius Zebe.